Welcome to JCC, Jesus Celebration Center, Mountain of Worship. Located at Kilima Machakos, along Chumbi Machakos Kitui Road. Our online services are live on Facebook with Reverend Joseph Zola every Sunday at 9 a.m. You can also find our videos on YouTube at JCC Mountain of Worship. Welcome and God bless you. Asante kwa wema wako, asante kwa upendo wako. Pokea sifa na utukufu. Tunakuabudu na tunakuinua Bwana. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya neno lako. Naomba ukaongee nasi, nitumie kama chombo chako na utende mapenzi yako. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Sema amen. Bwana ni mwema na ni wa upendo. Anatupenda ajabu. Tuko katikati ya mwezi wa 10 na niliwaambia kulingana na Israel hii ndio Januari yao. Ndio mwezi wa kwanza. Sasa wanaendelea kumaliza Januari yao ambao ni mwezi wa 10 na sisi ni Waisraeli wa kiroho na tunamshukuru Bwana. Leo hii tunamalizia ile topic tumeiongelea. Nilijaribu kuiepa lakini ikasindikana, ikawa ni lazima tuweze kuimalizia. Same things Christ promises to reward believers. Mambo 7 ambao Bwana Yesu
ametuahidi kutu reward. Bwana Yesu na asifiwe sana. Ameahidi kutu reward, kwa sababu chochote tunatenda kwa ajili ya Mungu si bure, si bure, si bure. Mungu anayitosheleza. Sema amen. Amen. Mungu ako na vyote, mbingu na dunia, na vyote ni mali yake, na sisi ni mali yake. Hivyo basi ukweli uliopo, hakuna kitu tunasema ya kwamba tunampea Mungu ati kinakuwa vizuri. Kile anatafuta ni kutii kwako. Sema amen. Ni kutii kwako, ni wewe tuombee. Kama alisema fanya hivi, ukifanya anafurahi. Bwana asifiwe sana. Kama anaongea chochote na unafanya, that is what he requires from us. Na alituumba kwanza tumwabudu, tumpende, tutende mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, chochote tunatenda, chochote Bwana anatulipa. Asa wokovu huu tulipata hapa duniani, kwanza tunalipwa 100 juu ya 100. Sema amen. Na mbinguni tunapata uzima wa milele. Yaani milele tutaishi. Hakutakuwa kukwisha, kuzeeka, to be forever. Lakini hapa duniani ukiendelea kupika makofi na kumuinua Yesu, Yesu akamjibu Peter, kwa sababu alimwambia tumeokoka, tumeamua kukupenda, tumeamua kukufuata. Sasa tutapata nini? Akamwambia Peter, usiwe na shida, hiyo ni yangu, usiwe na shida. Hapa duniani utapata 100 juu ya 100, na mbinguni uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, thank God kwanza kwa sababu umeokoka, na kile unatendea Mungu chochote. Tunaweza tukasema the least we can say tunatendea Mungu ni kuja kanisani, kwa sababu the 70th day ni siku ya kuabudu Bwana. Tunasema ya kwamba Yesu alipokuja walikuwa wanasema ni siku ya saba, wanasema every day ni Sabbath. Akabadilisha, unaabudu Monday, unaomba, unaita Mungu Tuesday, yote inapenda, lakini siku ya saba tunakuja pamoja purposefully, kuja kuabudu, kukutana, kusifu. Na tumetambua ibada ya kwanza inaanza hapa, inapika. Ibada ya pili inakuwa hapa. Tunajua kwamba by 1 we are out and we can go, because we have been in this church, we have been worshiping. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ndio Mungu baada ya kuokoka tumekuwa wired hivyo. Wakati tumekuwa miezi 4 tuko kwa madhabahu, hata wengine walikuwa hawajuangi Monday ni lini, hawajuangi Tuesday ni lini. Walikuwa wanashtuka Wednesday na kuja anauliza leo ni lini, kwa sababu Sunday is a day ambao imemakwa ya kumwabudu Bwana. Na tunashukuru Bwana vile ameturuhusu kurudi katika madhabahu. What am I saying? Nasema chochote, kuja kanisani, kuketi pale, kuinua mikono, unaabudu vile unaabudu, unamsifu Bwana, si bure, utalipwa. Amen. And I feel like, because we are waiting on today, like starting where we started, 1 Corinthians chapter 15. Can we go there? 1 Corinthians chapter 15. Nataka leo tusome Bible inaitwa Amplified. Uko na Amplified Bible? Uko na Amplified Bible? Study wa 57. 57. Chapter 15. Can you, is it possible that you read? What did I say? 1 Corinthians 15. Verse 57. Hallelujah. But thanks be to God who gives us the victory, making us conquerors. Yes. Through our Lord Jesus Christ. Hizo tatu tu. Kwanza tunamshukuru Bwana anayetupea nini. Soma Kiswahili mstari ya 57. Kabla sijapambanua na times na push kwa Kiswahili. Lakini Mungu ashukuriwe, atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Atupaye kushinda kwa Bwana wetu Kristo. Sikiliza hiki Kiingereza sema, but thanks be to God who gives us victory, who makes us conquerors. Anatupea ushindi, he makes you conquer. Ni yeye anakuwezesha, he makes you conquer. So
ashukuriwe huyo Mungu anatufanya washindi, anatupea ushindi na anatupea kushinda kupitia kwa nani? Kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hallelujah. It is a great joy to know Jesus and know is your personal savior. Kwa sababu kulingana na hii neno, kupitia kwa huyu Yesu Kristo tunapata ushindi. Kupitia kwa huyu Yesu Kristo tunafanywa conquerors, washindi. Wacha tusikie mstari wa mwisho 58. Hiyo basi wewe Kiingereza katika Amplified. Therefore my beloved brethren. Therefore my beloved brethren, be firm, steadfast, immovable. Be firm ambayo inamaanisha steadfast, also immovable, always abounding in the work of the Lord, always being superior, excelling, doing more than enough in the service of the Lord, knowing and being continually aware that your labor in the Lord is not futile. It is never wasted or to no purpose. Amen. Did you see that? While I'm not amplified, pengine I'm not those details, but you can pick them from up here. Therefore, my beloved brethren. This is Paul. So, beloved brethren, ni wale wameokoka, wewe na mimi kama Paulo. Paulo alikuwa mtu baya sana, baya, wachache wa kulingana na Paulo. Paul was a terrible man. Biblia inasema kwamba he was breathing death. Akifanya Wakristo 5 wanakufa, 6 wanakufa. So hakuna mtu alikuwa mbaya kama wewe. He was a terrible man. And alikuwa amepata barua akakilia wapendwa wa ndugu na wadada brethren kule Damascus. Lakini Yesu mwenyewe akamtokea, akamkonga. Nini ilikuwa inaitangwa na Tyson uppercut, knockout, aangua chini, akapoteza macho, akauliza huyo ni Bwana aina gani aniweka chini? Alikuwa angewekangu chini. Who are you Lord? Then akatumwa tu kwa ndugu akawaitwa, anaitwa Anania, akamwambia ukienda hapo utapata msaada. Hata Anania alipokuja anakuja akasema ya kwamba akasema Mungu ni sawa, unanituma. Lakini huyu mtu anaoa Kristo akasema atomba hapana, haoni inamaanisha nini? Atakuja tu akitaka kukata unaenda kwa sababu haoni, lakini ni chombo changu. Akaja akamtabiri. So hapa unasikia akituita beloved brethren. Bwana asifiwe sana. Alikuwa ameokoka na alikuwa ameelewa nguvu na ushindi kama vile tumesoma hapo juu iliyo katika huyu Yesu akiwa ndani yako. Yesu akiwa ndani yako, you conquer and you can conquer anything. Unagonga magonjwa, unagonga Shetani, una chochote, kwa sababu he gives us victory. Mstari wa 7 anatupa ushindi na anatufanya makongaras. Kile kinaletanga shida ni vile tulisoma katika Hebrews I think 11:6 inasema ya kwamba haiwezekani kabisa kumpendeza Mungu bila imani. Kitu kinaleta shida kwa the beloved brethren ni kutokuwa na imani. Lakini hivyo ndivyo ninasema, si uwe na imani itokee ile itatokea. Watu waseme hii haiwezekani, useme inawezekana. Watu waseme hii haitendeki, useme itatendeka. Itokee ile itatokea. Kama kuwa na imani kupendeza Mungu, umpendeze Mungu. Bwana asiwe sana. Therefore my beloved brethren, number 1, be firm. Hallelujah. Be what? Firm. Ni kuwa steadfast. Uwezi ukatingizwa. Hebu anaweza hili kuwa firm anaifuti namna gani hapo? Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike. Hapo. Be firm. In other words, be steadfast. Usisongeshwe mahali ulipo. Immovable. When people walikuwa siku hizo wanaongea mambo, walikuwa wanapeana mifano kulingana vile mambo ilivyo. Those days kuna vitu inaitwa theaters kama stadium. Na katika stadium kulikuwa unafanya mieleka,
ngumi, kupigana na hizo vitu vyote. So everything unasikia Paul, kama Paul alikuwa anapenda michezo sana. Ukiangalia akisema kuhusu soja, uwe kama askari na describe. Hapa anasema be firm, steadfast, immovable. Kwa sababu wakati mnafanya mieleka na mnasukumana, lazima mguu yako ishike mahali uwezisukumwa. Anasema be firm, immovable. Kwa sababu ukisongeshwa nyuma unapoteza point. So una grip mahali unakanyanga na usisongeze. Kwa hivyo hapa kwa imani, my beloved brethren, anasema mahali umesimama usikumbali kusukumwa nyuma. Hata iwe Yesu. Nendino mwene kala nene. Hata iwe Yesu. Usikumbali kusukumwa nyuma. Kwa sababu ya mstari wa 57 ule tumesoma kwanza, ya kwamba ni Mungu anakupa ushindi. He gives us victory, making us conquerors. Kwa sababu sio wewe. Yeye anasema it is not by power, it is not by might, it is by the Spirit, says the Lord. Ukimtegemea na mwake na ujitupe kwa Bwana, hata itokee Shetani kilongapi, itokee nani juu, Bwana na neno la Bwana linatuambia usikumbali kusukumwa nyuma. Bwana siwe sana. Firm, immovable. Praise the Lord. Usikumbali kumuviwa nyuma. Kile nini? Usimuviwa, usisukumwe nyuma. Kataa. Sasa we are talking about kusonga mguu mahali ulipo. Sasa issue ya mtu kuanguka kuacha yetu itatokea wapi? Ayetwe. Bwana siwe sana. Kuisotio Yesu uko leo tangi hiyo. Wapi kwa sababu Bwana asipewe. Hiyo mamba. Kama unakatazwa kurudi kustorm, yani be firm and immovable. Amen. Always abounding in the work of the Lord. Na Yesu nata hivyo. Ukiwa umejipeana katika kazi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Haina ndio sasa amen. Nilikuwa nafikiria kuhusu life. What is life? What is life? Unazaliwa na kuwa ukifika miaka 6 unaenda standard 1, 14 unaenda form 1 kulingana na kisasa sasa. Wewe unaenda tukua miaka 17. 14 unakuwa form 1 na malisa isiti miaka 4 inaishi ukiwa 16. Naenda university, unastahili kumaliza university kwa 23. 23 from there unaenda kutafuta kazi. Kutafuta kazi unapata kazi nzuri nini, 27 28 unaoa. Unaoa unazaa nini unaendelea unapeana watoto kisha. So what? So what? What is life? So what? Na hizo zote nimesema kuna mtu wako stenjio. Si mimi nishapeana msiana. Wako stenjio. So what? Sio ndio swali. Na maandiko yanasema firm, immovable, always abounding in the work of the Lord. Let me tell you, life is serving God. Ukizaa na ukilea na wale wafanye kazi na unabaki mkiwa wawili. Tuwili kwa nyuma. Tulianza kamsiana na kijana. Tuwazee, watoto wameenda baki hapo. Kijiko kisao jikoni mwamba ukana ni anulo kusiongea kisiko. So what? The thing here, kila Mungu anafurahi kwa sababu life kwa naongea na youth on Thursday na wale mnimiss kosa sana. All the youth must be on Thursday. I think they will tell us the time. And nilikuwa nawaambia the topic is remember now. Remember now, one day you behold. Remember now, you are strong. Remember now. Na tukaangalia tukasema mtu asipo remember now na ipange atajikuta 40 years hajaolewa akisema Bwana siwe naenda mbinguni. Bwana siwe naenda mbinguni. Kwa sababu ya kumbukingi anaonanga jua linatoka linaenda. Na uzee unakacha not a minute, second. Every uzee unakuja. Uzee unakuja. Unakuta life hakuna kitu. Life ile nzuri ni vile umeokoka, beloved brethren, and then God has blessed you with whatever he has blessed you, then serving the Lord. Anasema, my beloved brethren, be firm, steadfast, immovable, always abounding to the work of the Lord, into bracket, always being superior, excelling,
doing more than enough in the service of the Lord. Umesikia kwa explanation kadogo pale? It is not just serving God. It is making what you do for the Lord superior. Akadhiwe Yesu. Superior. Chochote unatenda mambo yako, unasomesha watoto, unalipa school fees, unanunua mashamba, uko na nduka, so what, uko na vitu, so what, uko naso, ni sasa unakula, unashiba, vijiko, unahesabu kishiba, unamezanga vijiko ngapi? Wale tunakulanga na vijiko, wengine wakula na uma, kiwa hivi ama hivi, wengine hana. Unahesabu unakulanga vijiko ngapi? Wengine 20. Wanda usihesabu lakini utajanganyiliwa. So before the tomorrow 20 unashiba. So na unashiba. Unashiba unaenda kulala. What is superior? Hakuna superiority katika kukula. Hakuna superiority katika kufanya kazi yako. Hakuna superiority. Inasema kwamba this work of the Lord, make it superior, iwe ndio juu, excel in it, do more than enough. Mwe Yesu na time. Si mnaona pale ukiingia kanisani pale ngazi. Sio mwana ngazi pale msidi. Si mnaona stairs za kuingia hapa vile ilivyo? Mbaya ama nzuri? Si nzuri? Hiyo kuna step ilikuwa ilio 1 foot. Sasa wale wazee wa mama kama mkulu angeo yamba kwa kinyunyu. Na ndio hizo ngine kubwa. Saa hizo injili ndio iende. Lakini sasa wapendo wakaja ashas tu wakaunda. Mtu anakuja anasikia vizuri, doing more than enough in the service. Kile chako unasonga mbele. We are talking about superior. We are talking about excellent. We are talking about laboring, serving God. Mwe Yesu na time. Na inaendelea sasa, inasema knowing kwa mambo yako unafanya yote, excel, superior. Superior ni nena maundu alama angainyo superior. Amen. Ila wazi boy, ila waumia dhembo, ila unatoa fungu la 10 wakati unaabudu hapa, unaima una make the day. I was telling alikuwa anaambia my son Mbao, let Sunday be a unique day for you. If you want to rest, don't rest on Sunday. If you want to wake up early, I'm talking to anybody now, wake up on Sunday early and be in the house of the Lord. Hali kama ni ibada ya kwanza, be there on time. Kama ni ibada ya pili, be there on time. Kama ni praise and the worship and the ashes, if you say you are here at the 6:30 or 7:30, be there on time, because it is the day with day siku yako na Mungu. It's your day with the Lord. I don't know how to put it. Your day with the God. Ni mudhana wako na angai. Now while put you, it will never disturb you. Everybody should know that this is my day with the Lord. That to make it superior, excel in it, do more than enough in serving the Lord. Knowing and being continually aware that your labor in the Lord is not futile. Praise the Lord. It is not futile. And futility is not pointless. It is not pointless. It is not useless. Knowing that your labor in the Lord is not futile. It's not pointless. It is not useless. It is ni kubwa, ni zuri, si bure. It's not futile. Futile, and it is never wasted or of no purpose. All to no purpose. I don't know, yes. You are labor in the Lord. Sio kitu ambao haina purpose. Sio pointless. Sio useless. Sio futile. Sio bure. Soma Kiswahili ya huyo msanii ili tumalizie pale, tuende kwa zile pointi zetu mbili, tunabakisha mbili tu. I thought I should sana. Unatendanga kazi ya Bwana sawa, lakini sidi sana, tenda sana. Siku zote, kazi ya Bwana siku zote. Kwa kuwa mnajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Taabu yenu, kutaabika, kujisumbua kwa ajili ya kazi ya Bwana si bure. Bwana asifiwe. Hallelujah. Never forget this.
Yesu akikaaka. Amen. Whatever you do for the Lord, the pastor might not recognize, the church leaders might not recognize, the other brethren might not recognize. Lakini wacha hii isingi ndani yako na isingi ndani yako ya kwamba chochote unatendea Mungu sio useless. It will never go bila kubarikiwa, bila kulipiwa. Wewe Yesu nata. When it comes to that point, I think you should look for this scripture. When it comes to that point ile scripture inakuja nzito ni ile anasema ya kwamba au manewa cast kwa kula kutenda zia ya wa mwe na ule ikumani. There's a scripture that sasa hiyo inaleta shida kidogo. Kwa sababu you find that many of us tunakuanga victim. Mimi nikiwa pastor na jitoa kufanya, lakini nakuta kwamba saa nyingine ninaleela. Sasa hapo Mungu alipandisha hiyo kiwango, alipandisha juu sana. Kwa kula kutenda zia na ule. Ndio sasa une wawanga iwe waika. And then you unajua olem is like, let me pick this from the present worship. Wacha nisingie kwa kwaya. Tunasali kwa hapa saa 10. Unakaa kwa nyumba, hauna kazi umepewa na mzazi. Unakaa tu ni wewe saa 11 ndio kuweza kwa moja. Ukitokola. Ndio unafika unakuta wale wengine wanamaliza. Haustuki, hausikii anything. Hiyo ndio kufanya kazi ya Bwana na uregevu. Yani uregevu it's like you're not serious. So it means if you want to be, got it? Jana kama bwana. Inamaanisha kwamba ile kazi ya Bwana unafanya, make it vile tumesoma superior. Amen. Do excellent. Mwe Yesu nata. Fanya na nguvu zako zote. And you'll be surprised. God is happy. Amen. Let's now go to those 7 things. Now that's what we are stepping on. Ya kwamba kutendea kazi Mungu si bure. Kuja ibada vile umekuja si bure, utalipwa. Vile umekuja si bure. Vile unaabudu si bure. Vile unaimba Bwana si bure. Kuna mpendwa anakuja ibada na ni yule nje anapima watu temperature. Anasikia injili kwa dirisha, si bure. Hallelujah. Si bure. Kuna mpendwa alitoka hapa jana kwa Ashes kwa sababu aliamua kujitoa. Anakuja peke yake kwa nyumbani, anakuja na bakia na malisa. Mwingine kwa ofisi nilikuja pale anabakia kila anaosha vyombo. Si bure wapendwa. Hata wa Yesu. So, and we have said again and again, mara kwa mara. Sasa angalia kile unasikia Mungu akikufunulia kutenda. I know, for example, Sunday school, wanataka tuwe na Sunday school, but kuna bashi nimetengenezea youth na Sunday school. When we do it, that the day tutaweka mwalimu wa Sunday school, tutaweka miguu chini. Tuongee na watoto, tuwaambie sasa wakienda nyumbani, waende waambie wazazi sasa Sunday school imeanza. Lakini hivi haiwezekani. Let's come together na nyote kila mtu atakaribishwa kwa hiyo youth, hiyo bash, and we will talk many things to our children and so that, and then what you feel should, because we'll be looking for people to be Sunday school teachers. Some of you have the gift, some of you fear, some of you unasema watoto wako na kelele. Hiyo kelele ndio unataka kuwa superior. Waando huyo mtoto akiwa university atakuwa anasema huyo alikuwa mwalimu wangu wa Sunday school. Akiwa professor atasema huyo alikuwa mwalimu wangu wa Sunday school. Kama madam mmoja alikuwa anaitwa Rebecca, ni mama, nakutana na yeye nikiwa reverend. Naambia watu huyu ndiye alikuwa mwalimu wangu wa Sunday school nikiwa ABC. Na unajua nikisema hivyo anafurahi. Akazaliki wewe pepo no. Anasikia good. Nilifundisha reverend Sunday school. Bwana sifiwe sana. So that's not the main reason, but what I'm saying, you do it. Make it superior serving God. Amen. Superior ni Kiswahili. Iwe ndio ya top katika list yako wafanya mambo hapa duniani, kutumikia Mungu iwe juu. Bwana sifiwe sana. Iwe your excellent thing you can do for God, serving God. Utafute, usiongope, usifikirie uwezi, unaweza. Angalia mtu mpoint hivi, ni mimi nimesema. Unaweza, mwambie unaweza. Unaweza. Bwana Yesu asifiwe. You are able. Right. 7 things. Number 1, ilikuwa nini? You take notes. The soul winners. Tukaona kwamba kuvua nafsi utalipwa.
Hautaombea mtu Bwana Yesu ingia moyoni bure, utalipa. Number 2, prayer and fasting. Na hiyo naamini kila mmoja anaipanga. Kwa sababu shetani zingine asiendani. Kumbe hata sikifanyika nini kuna reward. Ukifunga tu na kuomba kuna reward. Number 3, generous giving. Generous giving. Si kwa kutoa. Kuna wapendwa wamenipigia simu. Wao wananiambia mchungaji, what do we do about mjengo? Tutafanya nini kuhusu mjengo? Wameniuliza. Mwingine anaweza nikamwambia nitakuona Sunday. Kwa sababu naambia pastor, tunataka kujua tunafanya mjengo. Kila mtu wewe kiumati. Ni kiumati kanaje? Tunataka hiki kitu kifunikwe. Na hii kitu kitafunikwa hata wa Yesu. Kitafunikwa. Kitafunikwa. Boye hii kitafunikwa. Ombeeni pastor. Bwana siwe sana. Because my plan is, and I will tell you, na wala nauliza. Ninataka naomba Mungu afanye muujiza tufunike tuendelee 2 million. Na tukimaliza unaona vile kuna maana sukaana tukatwaze we ash na kibeti chako masiana fahamu hiyo mweke endelea. Na watu wane it will be very easy. Na ala ndani nene wanashikana wawili. Lakini hii ni kufunika ni major kunit. Tuseme pamoja na chini kama tunahitaji 2.4. Pamoja na hapa chini na kuweka matofali. But hayo haimaanishi ya kwamba pesa yako haitahitajika. 200,000, 2,000 yako itahitajika. So we will be meeting. Kwa sababu that niwaambia hawa niuliza ndawana leo. We will be meeting kwa sababu kuna ile kamati ya mjengo. And then tufikirie vile tutafanya. Kwa sababu nasikia something. Unaona hiyo? Huyo ni mtu analeba Kiswahili anajitabisha kwa kasi ya Bwana. Anasikia taabu kama yafunikwa. So anajitabisha tufunike ili taabu iende. Hata we Yesu mwanangu, and that is good. So pray that we get 2 million. It might be with you, it might be me. Inaweza kuwa ni land yako utatupa tuuze 3 million to part more than enough. And the Lord is going to do it. And I like the way kila mmoja anajisikia wakati wa kufunika kanisa umefika. Bwana Yesu na asifiwe sana. So generous giving with the Lord. Kasi ya Bwana si ya kusukuma. And the Lord is supporting that it is not kutukumu, you are not pushed, you are not coerced. You make a decision from the heart. I told you kila inachopata. Tutachukulia penzo ututolee. So kuchea mkuu Mungu. So this direct from the heart, generous giving. Number 4. Love for your enemies. Ukipenda generously kuna reward. Ukipenda adui zako kuna reward ya Mungu. Amen. Number 5. Faithful steward. Kuwa waaminifu. Mmoja alipewa 1 akatandike, mwingine 2 na mwingine 5. Amen. Mungu anakupeana ile kazi ya kumtendea akijua strength yako. Unajua kuhubiri injili si kumasomo. Ni kitu Mungu anaweka ndani yako. You don't preach because you are educated. It is something that the Lord anawekanga ndani yako. Bwana siwe sana. Kwa hivyo Mungu anaangalia, ana deposit anaweka ndani, anaweka hii. Na hiyo anataka ufanye excellent. You do it good. Hiyo kama ni worship una do it good. Kama ni kupiga keyboard kajana una do it good. Kama ni kuunganisha vyombo asha na ndani una do it good. Kama ni yani talanta moja haimaanishi akikupea nyingi ndio better kuliko yule alipewa moja. Hapana, anaangalia strength yako. Tuliona yule alipewa moja akasema wewe mtu hatari ngumu kwanza kucheza wala bana naanzi yani alipokonywa na ikapewa yule alikuwa na nyingi na 10 na yeye akatupwa nje. Mahali walikuwa crying and gnashing, yani grinding teeth. Nyebuno na nani yawaki. Nikamwambia Mungu nisaidie nikutumikie. Kama nimeokoka hivi nikosa kutumika naweza tupa kwa ziwa la moto. Mungu nisaidie. Bwana asifiwe sana.
na akusaidie na wewe, na akuvunulie na wewe. Kila unafanya kwa bidii, kwa sababu wewe ni mwangalizi, ni steward wa mali ya Mungu, kazi ya Bwana. Hata wewe mwenyewe ni mali ya Mungu. So unajilisha vizuri, unajifunika vizuri, unajipeleka kanisani vizuri, unaabudu vizuri, wewe mali ya Bwana. Hallelujah. And then number 6, being insulted or hated and being excluded for the name of Christ. Tuko pale. Let's go to Luke 6:22. Luke 6:22. Hallelujah. Hatujaongelelea hiyo, si ndio? Hiyo tunamalizia na hiyo ya 7, 6:22 sahihi. What does the Bible say? Heri nyinyi watu. Soma New King James Version. Blessed are you when men hate you, and when they exclude you, and revile you, and cast out your name as evil. Yes. For the Son of Man's sake. Rejoice in that day and leap for joy. Rejoice na uruke. For indeed your reward is great in heaven. Your reward is great in heaven. For in like manner their fathers did to the prophets. Amen. Hallelujah. Amen. Blessed. Amebarikiwa. Blessed are you. Heri ninyi watu watakapowachukia na kuwatenga na kuwashutumu na kulitupa nje jina lenu kama neno ovu kwa ajili ya Mwana wa Adamu. Furahini siku ile na kurukaruka, kwa kuwa tazama, thawabu yenu ni kubwa mbinguni, maana baba zao waliwatenda manabii vivyo hivyo. Amen. Mambo 7 ambao Yesu ametuahidi kututuza ama to reward us. Na moja ni hii: wakati watu wanakutukana, kuna reward. Wakati watu wanakuchukia, kuna reward. Wakati watu wanakuexclude, kuna reward, kwa sababu ya Kristo. Bwana Yesu na asifiwe sana. Blessed are you when men hate you. Your statement ya blessed, it will never work in your life mpaka uchukiwe. Ndio blessed hiyo itaingia. You never get it kama hujachukiwa, hujaongelelewa kwa sababu ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema when they exclude you, wanaangalia vile umeokoka, wakifanya mambo yao, unakuta ya kwamba they don't count you in. Na nimekundua ya kwamba mahali kuna promotion katika kazi, mahali mnafanya na company ministry, unakuta ya kwamba wao wanaenda kuongelea promotion na kuendelea club kule club mainyo, lakini wao waendangi wanapanga kila kitu. Huyo atachukua hii, huyo atachukua hii, na kuikesha wende naita ngoti, lakini wao wanasema leta vile tulivyo, na wanapanga. Biblia inasema blessed are you. Wewe Yesu nate. Blessed are you. Where is the blessing? Your reward is great. And hiyo ndio nayounganisha hapa. Vile wewe hujaenda klabu na kuwapanga hizo vitu wakapanga, ndio Mungu anashtua dunia, kwa sababu kitu kinatokea, unaingia katika laini ambao hawaelewi umeingia na mwanadamu. Bwana asifiwe sana. Kuna ndugu yangu alikuwa anasomesha shule nyingine hapa ya Catholic Primary, na alikuwa shida kubwa. Unajua wanakuwa wanatupiwa sio. So wakati anamwambia father, unisitupie, usinitupie. Then kila wakati wa misa anatoka nje. So wakamwendea kinyume, watie sisi hapa ni nini, aondolewe hiyo shule. And he was one of the excellent teachers. Alipojua anaendelewa,
Na hiyo shule ile, one of the senior primary school here, actually to be precise, Machakos, walipojua wakaorganize kama anatoka pale akuja hapa. Alitoka that junior primary school akaenda Machakos primary school. Waliposikia hivi wakauliza, amepitia wapi? Because that's a senior school, there are so many benefits. Lakini alikataa compromise imani yake kwa sababu he doesn't believe what anafanywa. Na asipoamini watu wanasema anajirinda, anasema ako na ngodi mwingi, yeye ndiye aliokoka zaidi, lakini compromise. Blessed are you when men hate you and exclude you. Bwana asifiwe sana. You are blessed. Acha inaongeza inasema and you are reviled and revile you. Maikuuma and cast you out. Out your name is evil. Wanakutangaza muovu. Naona ndugu anatangazwa anaitwa mwizi, anatangazwa anaitwa mzinzi. Na yeye jamanya anatangazwa kama ni kikundi, ni yeye amekula pesa. Unapewa mambo. Wewe unasomesha uko shule, staff room wanakuenjoy. Wewe uko klasini, wanaongea wewe, ukitokea wananyamaza. Unakuja unaketi wanakuangalia hivi kama kamwizi, kama mtu ambao hakana maana. Biblia inasema rejoice, verse 23. Because in that day you will leap for joy. Hallelujah. Ukadhanu kanimuyo, for indeed your reward is great in vain. For in like manner their fathers did to the prophets. Bwana asifiwe sana. So, kama unaonewa inasibu tamu. Kama unaonewa, furahi. Kama unaonewa, usifurahi. Kama unaonewa, furahi. Kwa sababu kuna reward. Kwa sababu you are blessed. Blessed are you. Bwana Yesu na asifiwe sana. Can you write John 15:18 to 21? Right. Can you write John 17:14 to 18? Can you write 1 John chapter 3 verse 13 to 15? You read those scriptures. Utasoma maandiko. Utaona vile kuchukiwa ukiwa umeokoka kuna baraka, kuna reward. Before you curse, before you back to the sender 7 times, before you do that, kuna baraka. Hata Yesu nasikia mpendo akiniambia ni sawa pastor, lakini ukoona wa kwingine umepita kiasi. Uzuri Bwana anaona na anasema umebarikiwa. Kuna wadugu wameonewa mpaka wakafutwa kazi. Hakuna kitu wametenda, anafutwa tu kwa sababu ya wokovu. Kwa sababu amekataa compromise. Kuna ndugu yangu alipaka kotini akapelekwa. Yaani unaona kuonewa, but at the end of the day, my brother, my sister, hautapoteza. You will get, because Bwana anasema, blessed are you. That when the Lord says you are blessed, you are blessed. Hata Yesu we muadhime. Amen. And you must order, lazima ushikilie hiyo. Wakikutukana unakumbuka Bwana anasema nimebarikiwa. Wakati watu wananichukia, wakati watu wananiongelea, wakati watu wananiwekelea. Biblia inasema wekelewa usio ile lota ileleka. Makuilele unasema yatigwa. Wakuwekelee lakini isiwe ni kweli. Amen. You are blessed. Hata Yesu. I feel like tukimaliza ibada nitaomba na tukemee pepo ya kuonewa. Amen. Pepo ya kuonewa. Watu wanafanya interview, unatoa kitu kikubwa ama kidogo. TKK, toa kitu kidogo ama toa kitu kikubwa. Wanachukuliwa, wewe unategemea Mungu wako, unarudi nyumbani, unaendea Mungu mwema. Na ndo maana yake. Watoto wa watu wanaajiliwa, wako wanaachwa kwa sababu uko toa kitu kidogo ama kitu kikubwa. The good news, Bwana anasema blessed are you when they exclude you, when they revile you, wanakikutukana, umebarikiwa.
Hizo baraka ziko na Bwana. Rejoice and leap with anger. Nundu tulia kunene etuni. Na bahali luande yana yuluaya. Hata Yesu. Amen. So kuexcludiwa na kutukana. Remember, it is because of Christ, not because of the things you do. Let those not be part. Lakini awe ni kwa sababu ya Bwana. Amen. Utaona matunda yake. So it might look bad. Jina inaweza karibiwa. Ukai kwa vitu nini, unavutwa bure nini, hata benefit zake au lipi. Lakini Bwana anasema umebarikiwa. Amen. Hiyo part ya kwanza tu 22, tutoke hapo tuende katika ya mwisho. Yes, tuko Luke 6:22. Hapa but nasema hii 6:22. Look. Ile tulikuwa 6:22. Are you there? Blessed are you. Heri ninyi watu watakapowachukia na kuwatenga. Kuwachukia na kuwatenga. Ongeza hiyo tatu. Na kuwashutumu. Kuwachukia, kuwatenga, kuwashutumu. Hapa ndio inaitwa revile. Heri umebarikiwa. Watu wakikuchukia, wakikutenga, wakikushutumu. Rejoice. I know. Najua ni ngumu, lakini Bwana amesema your reward is great. Amen. Your reward is great. Let's go to number 7. What did we say it was? One of the last 7 thing that Christ promises to reward us with. It is quality work for your employer. Hiyo nilisoma, nikajisikiliza na nikajisikia. Wacha tuende Colossians 3:23. Hallelujah. Colossians 3:20. Mluke huko ndio. Are you there? Mwika mbele yako. Soma basi kama unataka. Lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi, mnamtumikia Bwana Kristo. Amen. 25. Maana adhulumuye atapata mapato ya udhalimu wake, wala hakuna upendeleo. Asante. Soma Kiingereza New King James. Knowing that from the Lord, that's not said, and whatever you do, yes, do it heartily. And whatever you do it heartily, with all your heart. As to the Lord and not to men. Amen. Knowing that from go up to there. We are talking about quality work for your employer. Quality work for nani? Hii inatubadilishia. Wherever you are employed, you are not serving that employer, you are serving God. That's all what the Lord wants us to know today. If you work anywhere, you are serving God. Yanasema, whatever you do it heartily, as to the Lord and not to men. Ukifanya, ufanye kama unafanyia Mungu na si mtu. Lakini 99.9% tunajuanga yule ametuemploy ndio tunamtumikia man, mtu. That's what we do. But the Lord today is saying, the 7th thing about Bwana atakuriward naye ni kile unatenda chochote, mahali kasi unatenda, usitende kama unatendea mtu. 24. Nasema, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Knowing from the Lord you will receive what? You receive the reward of the inheritance. Of inheritance. Unaserve, unatumika. Hata Yesu. Unatumikia watu, unafanyia mtu kazi na unajua atakulipa. Lakini Bwana anasema,
Fanya hivyo kama unafanyia Bwana, ukijua, knowing that from the Lord you will receive a reward of inheritance, for you serve the Lord Christ. Hiyo kitu nilikuwa nasoma kama saa 6 hivi sasa. Kashangaa, mbona Bwana hapa amepandisha kitu? Ati yule atanilipa ni Kristo. Ninatumikia Kristo. Nizalemo. Bija kwale pale niitwa tema kiwute mea kwale pale kwa ulambosi wako. Language ati na chamo zangunde cha wa Kristo. Hai. Na nikafikiria kitu. Kwanza kupata hizo nguvu ya kuzika kisiko wa no licho vu. Tio lo kwa ndikitozo. Tiwa ni nguvu umepewa na nani? Na God. Because kama sio nguvu Bwana amekupa hautafanya. Ukipata hiyo kompyuta unafanya hiyo kazi kwa hiyo boss, unamfanyia kazi vizuri. Sio yeye amekupa hizo nguvu. Ni nani amekupa? Ni Mungu. So nikailinganisha nikaona kwa sababu Mungu ndiye amenipa hii hekima, haya mawazo, hii nguvu za mwili za kufanya hii kazi, na huyo mtu akanikumbali nimfanyie kazi. Ndio Bwana anasema chochote unafanya hapo fanya na moyo wako kama unafanyia Mungu, ukijua ya kwamba utapokea reward ya urithi, utarithi, for you serve the Lord. Amen. But you that's wrong will be repaid for all he has done, and there is no partiality. Ule anafanya kwa makosa mara kwa mara mambo inaharibikana, si ndio? Haya ndio ni wewe pondo mazoka hano weza mwezi mbosi inaku nikubali, si ndio? Nikubali, and then unaamua tu kufanya makosa. Huyu mtu anitreat vizuri, so you decide to do wrong. Unajua vizuri tu una mess. Kujua ya kwamba you'll be paid for that. Whether tuende John 17:14. John 17. John 15. Yeah. Let's go to yes, Ephesians 6:5. Tuone kitu kingine. Kwani nimerudi huko. Hiyo ni Colossians, andiko ambao imenishangaza, nimeisoma nikaitafakari. Lakini wacha tuende wa Efeso 6 na mstari wa 5. I hope kila mtu anaandika notes. Let's move. Bond servants, be obedient to those who are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in sincerity of heart as to Christ. Okay. Not with eye service as men pleasers, but as bond servants of Christ, doing the will of God from the heart. 7. With good will, doing service as to the Lord and not to men. 8. Knowing that whatever good anyone does, he will receive the same from the Lord, whether he is a slave or free. 9. And your masters, do the same things to them, giving up threatening, knowing that your own master also is in heaven, and there is no partiality with him. Amen. Hiyo scripture amedili na yule amemploywa na amedili na yule amemploy. Bwana Yesu na asifiwe sana. Well, zamani zile ulikuwa unachukua mtu family, mtu anaishi kwenu, anaitwa bond servant, anaitwa ngombo. But aliendelea akawa assimilated katika hiyo family, anaingia mpaka anakuwa same that family. Wanajua wao kazi yao ilikuwa ni kazi ya kufanya kazi. For example, hapa Katelemu farm yetu wa Muputi and something sawa. So kuna watu walikuwa wamemployiwa kuchunga ng'ombe, kukamua nini. Na hii inaitwa Gabobi. Hapa walikuwa wamejengewa hapa ili wapakanishe mzungu yule na mzungu ule. Na pale mzungu yule na mzungu ule na huko. So later they were taught to pay something to become members. So it was kulingana na mzungu, watu walikuwa hata ikiwa ako na mboma, ako na watoto, ako na chochote, esikie pa Katelembu elienu ni chao ni mfanyikazi na level yake ni Yesu. So those days ilikuwa hivi Israeli, mtu alikuwa anatoka
kama anatoka mission anakuwa mtendakazi na anakuwa bond servant. Then wengine walikuwa very rude, wanaona wanateswa, wanaleta shida, but kile kilifanyika kazi kilikuwa, Paul akawaambia bond servant muwe watiifu, those who are your masters according to the flesh, muwe watiifu with the fear of the trembling in the sincerity of Christ. Ukiwa umeokoka, akaambiwa, na unafanya kazi kwa mtu, fanya with the fear and trembling. Unatetemeka kwa sababu unamfanyia Kristo. Hebu na mstari wa 6, not with the eye service. Yani eye service is unaemploy mtu na unampea kazi, anafanya kazi wakati unamwangalia. Ukitoweka anaketi chini ama anafanya vibaya. Yani atafanya kazi akiwa supervised. Maandiko yanasema usifanye kazi ile umepewa with eye service as men pleasers. Ukeka hailosi ya iwe, wakati unaangaliwa ndio unafanya vizuri, wakati uangaliwi haufanyi vizuri. Anasema but as bond servant of Christ, mtu umekuwa huko andikite ila watangi watu ga ngombo ya Kristo. Nundu nduya isio taboye niweta mukeu usiti ukwambo jao no ngina welele unduwe wa nini na sisa tuwe waula na welele pesani wacha tuko wewe wako usiti ukwambo. So we have become slaves of Christ. You remember, you have become a bond servant of Christ, doing the will of God from the heart. Unatenda kile unatenda kutoka kwa moyo, ukijua wewe ni ngombo ya Kristo, sio ngombo ya yule amekuandika. Maana umebloiwa, sio yule bloya, sio ile kazi, sio yule supervisor, ni yule Yesu amekuokoa. And you do it with your heart, kwa sababu there is a reward. Bwana sifiwe sana. Bwana atakureward ukitenda hivi. And sometime later you will become a master. And whatever you did, it will be done to you. Eta nuoya masali ukoya wengolo. So, Biblia inasema usidanganyike. Kile unapanda ndicho unavuna. Amen. But the preacher continue, tunaenda kumaliza. Maandiko yanaendelea na kusema kwamba with good will, ina quote ile nyingine ya kwanza tulifanya pale Colossians, but with good will doing service unto the Lord and not to men, ndio kwa Mungu, knowing that whatever good you do, whatever good anyone does, he will receive the same from the Lord, whether he is a slave or free. Ada Yesu, a master, every chochote kizuri utatenda, Bwana atakulipa. Ada Yesu, may this church, wherever we are serving, make a difference, because we are serving Christ, and the Lord will reward you. Amen. You know, you can give yourself to a service, paka mkubwa anakuangalia hivi, anakufanyia kitu mpaka unashangaa. It's the Lord who moves. Lakini ukiibaiba time, unaibaiba kama wakati wanaume walikuwa wanaacha coat kwa kiti, na hiyo kuna biashara zake. Kumba abika saa ile ayane ikoti ba kivilani, na hiyo kuna biashara hizo ka 5 na niwetele musala mujia wa mai ndio uya na kwa mteja aida msaidia. Is the same with the corrupt money. Aida kusema sababu si yako na yu pastor na duninge omene wewe maite kemsa billion ninajua wadi unomogo dia hata iwe because your reward from God is greater than that thing you are taking which does not belong to you. Na maandiko mengine nasema tosheka na mshahara wako. Bwana Yesu asifiwe sana. I like video masters wamekemea wapo. Many of us are employees. Hebu sikia verse 9, chapter 9 soma verse 9. Hiyo ilivunja. And you, masters, do the same things to them, giving up threatening, knowing that your own master also is in heaven, and there is no partiality with him. Amen. How do I use? Do the same things to them, giving up threatening, knowing that your own master is also. One of the worst things katika employers ni kuthreaten mtu. Nitakufuta na mbinu unaokenda kwa mudhei ni nguvuta. Unaokenda threatening.
Why Mungu kwa nitakufanyia threat. Yani to me, and I believe that's the will of the Lord. Be a friend. Kwa master either rafiki wandolo andikete. Let them become your friend. We went with my wife Nairobi. Later alienda kuombea kijana yake alikuwa na graduate, lakini tulienda kuwasalimia. Alikuwa mate. Aliandika shesh. From 1992 shesh. And then kuna alikuwa msame dada yetu alikuwa anaitwa Salome, anamuita Shom mpaka wana ameandika Shom. And then msichana alikuwa adika wa first mate. Akienda nyumbani mama huyu kuna ile pesa amemlipa, then anaenda kwa duka, anamnunulia sukari, anamnunulia maziwa, anamwambia pelekea mama. That lady up to today. Nenda Nairobi, Mungu akawabariki, kusaidia wakaoa, wamejenga nyumba ya 5 million utawala, half acre. Na wamemloi. Sasa tulipoenda huko alikuwa anatoa ushuhuda. Anawaambia ule nilikuwa nawaambia ni huyu mama. Alikuwa ananipa, ndio mnaona hata mkienda nyumbani na nyinyi ninawafanyia hivyo kwa sababu nilifanywa hivyo. Walikuwa marafiki na akamlelea Suzette. Hata simwaga na mkini imeandikwa shesh. Badala angine wale wanamuita shesh. Inamaanisha kwamba waliingilia is good. I know there are those watu makatili sana. Kuna watu naturally adhubu. Yaani unamwemploy yeye ni mbaya, kuiba masabu, kukwasa, kila kitu. Do your part. Akija kuja kwa real business mfute ina godly way. Mvute na kiunga iwe Yesu. Hata hivi. Mvute anaweza kumwambia kisitani pepo saitani kutoa kwenda. Huyo mtoto wa mtu. Huyo ni mtoto wa mama. Ni vile hapo. Lakini kama unamsaidia tabia, pia anaongea, unamwambia, unamkuta kwa ofisi, mnaongea, why do you behave like this? I know those who work in big companies, those who are in schools, and there are people who really can really mess. She's a baza, anasimamia wafanyikazi. Anajua huyo, but mwito kwa ofisi, hata saa nyingine mchomolee Bible na umusomee. Na umwambie uko na watoto, umueleze. Kama atabadilika, utamfuta kitu. Anasema kwamba don't use threatening words as a master. Jua kwamba you have another master in heaven. Akifanya nini? Akikuangalia. Anakuangalia vile na ando wala umewaibuloi. Hii Biblia ilishangaza sana last night. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati whatever I do, nifanye kama nafanyia Kristo. Nakumbuka wale wanaomba wanakata vyuma hivyo. Kama wakiokoka, akikata hivyo anajua anakatia hii chuma Kristo, akatii maya. Lakini yeye in his mind anakatia bosi wake, inamtengenezea hizo vitu, ana make money. Sasa mtu akiwa na hiyo mind atafanya vibaya. Lakini ukiendelea mtrain akataa, ndio utamchukulia hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Whatever you do as to the Lord wholeheartedly. Weka hiyo ili tumalize neno la Kiswahili. Nataka tusome kila unafanya chochote, fanya kama unafanyia Kristo na moyo wako wote. Amen. Sikiliza, whatever you do. You remember where it was? Colossians 23. I mean 3:23. Kila unafanya na nini mabwana hapana, nataka kule Colossians 3:23. Oh yes. Lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu. Usimame. Haro Yesu ndio mwambia. Hai, hiyo maandiko ni mazito. Hayo maandiko. Unajua unaangalia maandiko na neno. Na mzito wale. Lolote. Bwana siwe sana. Lolote. Kama ni kupika, kama ni kulima, kama ni kufanya, kama ni kuandika, lolote unafanya lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa mwanadamu. Lazima tushinde kufanya mambo kama tunafanyia wanadamu, kwa sababu ukifanya tunafanyia Mungu kuna reward kutoka kwa Bwana. Maandiko yanasema mioyo yetu iruka na kufurahia kwa sababu mbinguni kuna reward. Mbingu inafurahia.
Watu ni wabaya, lakini kila unatenda, tenda kama unatendea Bwana. Nasikia wengine wakisema lakini bosi wangu ni mkubwa sana. Especially our daughters here. Bosi anataka uwe bibi ya 5. Ya 5 mwana ya bibi. Whichever bibi. Lazima usimwambie sikiliza, mimi nimeokoka. Bwana siwe sana. Mimi nilioga. Madam mwingine alikuwa anaolewa. Nilikuwa nanunulianga zamani, nilikuwa sina pesa nanunulia viatu. Maisiri. So mwingine nilimweleza akaniambia kuna company nilikuja na wanataka kuniemploy. Wale wengine tulikosana kwa sababu walikuwa wanataka walikuwa wanataka. Nikakataa. Na hao wengine niliwaambia kabla tukafanya agreement, ujue mimi nimeokoka. Akatangaza msimamo kwanza. Mjue mimi nimeokoka. Na ile kampani nyingine niliacha kwa sababu bosi alikuwa ananichezea. And they are doing the agreement, I think the next 2 weeks. Wakijua ya kwamba huyu achezewi, lakini ni perform. Akamwambia angalieni kazi yangu kama nina perform. Lakini hapo ingine mimi nimeolewa, atakiwa yaolewa. Wewe si wake. Kwa hivyo wewe ukiwa umekuwa, kuna mambosi wa mabaya, kuna wafanyikazi wabaya, lakini whatever you do, lolote ufanyalo lifanyeni kama kwa moyo wako, kama Kizungu inasema wholeheartedly, na moyo wako kama unatendea, wala si kwa mwanadamu. Mwa Yesu natenda. Let me tell you, your reward will be great. Amen. Baada ya Yesu. Wacha niseme hivi. Watoto wetu wanasoma na wanaweza university. Lakini akienda kumaliza kufanya interview na hivi vitu, ile mambo wanapitishwa na hawa mabosi ni mbaya. And let me tell you, kangu kwa sababu ukikataa unakataa kwa sababu ya Yesu. Na reward yako ni kubwa. Bwana atakuliwa. He will at last give you job. Don't sell yourself. Amen? Amen? Don't sell yourself. Some of those men unaona ni useless. Useless. I know men know, some ladies know what I'm talking about. They are useless. Useless. Nimefanyia wanaume kazi ni wako useless. Baking. Never think women are that. So you try, unajaribu, unamaliza wokovu wako, unamakata. Na kama pengine ulijaribiwa, mwambie Mungu akusamehe na Bwana atakureward. Lolote unalifanya, ukiemploywa, ukiwa umeemploy, do it as to the Lord. Inua mikono yako. Baba, tazama mikono yetu na inua kwako. Na inua hawa watakatifu kwako. Bwana, nikikushukuru kwa sababu umetuambia ya kwamba tufurahi wakati tunachukiwa na tunatukana, kwa sababu kuna reward. Umetuambia ya kwamba ile kazi tunafanya kwa employer, si employer ni wewe Mungu. Wale tumeemploy hatufanyi kwa sababu tumeemploy ni wewe Mungu. Naomba Bwana, Roho wako Mtakatifu awe juu ya kila mmoja. Saidi Bwana, mambo ya kuchukiwa na kuexcludiwa na kutukana na kuwekelewa mambo si kweli. Pigania hao wapendwa. Pigania kila ndugu. Pigania kila dada. Kama kuna biashara yake, wengine wameandika order ili wakapewe kazi ya kusupply, lakini kuna corruptions inafanywa. Wewe umetuambia tuko na reward. Naombea kila mmoja ana apply kazi, ana apply order, ana apply kusupply, ana apply job, asitengwe kwa sababu ya wokovu. Umesema kile tutafanya kama tunafanyia wewe. Wakiingia hiyo kazi watakuwa wanatumikia wewe. Wakifanya hiyo kazi watakuwa wanatumikia wewe. Wale wanasimamia wengine, waondolee roho ya kuwatetesha na kuteta na kuwawekelea. Wape kupenda wafanyikazi. Kwa nini? Kwa sababu hawafanyii mtu, wanafanyia wewe. Hawafanyii mtu, wanafanyia wewe. Pigania kila mteule Bwana. Anaosikia sauti yangu akiwa hapa na mbali, pigania Bwana. Asipoteze kazi.
asipoteze biashara, asipoteze job, asipoteze pesa yake kwa sababu ya wokovu. Mpe kwa sababu ni wewe anafanyia. Unajua vile ni uaminifu kwa kutolea fungu la 10. Naomba tukiwa katikati ya mwezi tarehe 18, miujiza ya biashara, ya kuemploy, ya pesa ifunguke. Milango ya pesa, ya biashara ifungukie kila moja, hata wale ambao wako na kazi zao, ambao wameandikwa, wafungulie akili, waanzishe mabiashara, wasiwe ni jambo moja tu, wawe na usaidi ya mambo 5 ya wanaletee pesa, kwa sababu kazi yako inahitaji fedha. In the name of Jesus. Na wabarikisha kwako. Asante kwa upendo wako. Tunakushukuru, tunakuinua. Sema amen. Na Mungu akulinde. Mungu akutetee. Akufungulie milango mpya. Akuangazie. Apigane vita vyako. Aondolee kuonewa. Aondolee kuchukiwa. Mungu akufungulie milango. Akutetee. Akushikilie. Ukakubalika mahali unafanya kazi. Ukapate favor mahali umeapply job. Ukabarikiwe kwa jina la Yesu. Sema amen. Kuna mtu aliyeokoka, unasema huyu Yesu namuhitaji. Huyu Yesu, jamani, huyu Yesu nielezeje alivyonitendea. Zote tumeokoka. Bwana nakushukuru kwa wokovu. Tupe kushikilia mpaka mwisho. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Leo nasimama kabla ya keti kwa sadaka yako, tukamilishe ibada. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. Sasa ukaketi sasa. Sasa ukatoa kwa mtandao kwa namba 4818947 sadaka kama fungu la 10 ama kile nasikia shukrani, au natoa adi cash. Not to encourage soft giving, but some things are not sometimes working. Chukua bahasha, weka fungu la 10. Fungu la 10 ni protection yako. Usijaribu kuitoa, kwa sababu ukiona umepata 10,000 ni Mungu amekupea. Kwa hivyo the 1,000 hiyo ya 10 ni takatifu na ni ya Bwana. Mpe Bwana. Nataka 1,000 ukipata bife. Mungu atakanga fungu la 10 kubwa, anatakanga tu uaminifu. Kile umepata unatoa hiyo. Nilikuwa naongea na askofu. Na polisi bishop sangine unaonanga simu yako inaingia 200. Kaniambia. Mwambia niliamua nikipata mimi, kwa sababu si inatokana juu. Nikijua nikitoa sadaka yangu hapa na mnaniambia wewe kuna chakula hapo, sitakula mimi. So napea kwa bishop ili mkipea hapa ikiingia kanisani, ingine natumia iwe inashikana na hiyo chain. Si ni baraka hii? So nikamuuliza sasa hivi, nilikuwa nataka nijue kama kwa sababu inaweza kuwa inaingia na watu wengine wanakula. Akaniambia naonanga. Yeah. Kila kile simu yake. So whatever you bless me with, sijali hata namtumianga 50. Kwa sababu ni fungu la 10, si ukubwa, ni uaminifu. Si ukubwa, lakini sadaka itakuwa makosa mimi kutoa 500. Ile Mungu amenibariki. Kuna kile tulikubaliana 3,000. Na nina Mungu ananipa kabla Friday. Kwa sababu hiyo ni Biblia inasema utoa kilo umeamua nini? Moyoni. Fungu la 10 utoi kilo umeamua moyoni. Hapana. Unapata 1,100,000 si yako ni takatifu. Lete kanisani. Hallelujah. Ni wako Mungu. Baba, asante kwa kunena nasi. That you reward us na kutenda kazi yetu kwako si bure. Naomba kutubariki. Tunaweka hii sadaka na fungu la 10 kwa sababu mmenena na sisi. Naomba mapya katika maisha yetu. Kubali kile tunatoa kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Tuwa kwa moyo wa furaha. Hallelujah.